ambayo msimamizi wake ni Yesu Kristo Mfalme. Tumesikia baba mmoja anatoka Yesu Kristo Mfalme. Nabata ndio. Na sisi ni Yesu Kristo Mfalme. Ni parokia ya pili kuanzishwa katika jimbo la Geita. Ilianza mwaka 1938. Ndio. Na maana ya kwanza ni Kome Kisiwani. Hii ikawa ya pili. Na parokia hii ilijengwa hasa kwa ajili ya kabila la Wasukuma. Ile ya Kome kwa ajili ya kabila la Wazinza zaidi. Kwa sababu ilikuwa katika mwambao iko kisiwani, alafu wale watu wa kule wengi walikuwa ni Wazinza. Kwa hiyo ikawepo hitaji sasa kwamba wakati fulani kabila lililokuwa linafuata kwa lilikuwa ni kubwa pia ilikuwa la Wasukuma. Kwa hiyo hii ikawa ni parokia ya pili. Kwa hiyo huku ulikuta walikuwa wakifundisha dini kwa lugha ya Kisukuma. Alafu kule wanafundisha kwa lugha ya Kizinza. Ndio. Kumbe hiyo ndio historia ya parokia za kwanza. Lakini wamisionari wa kwanza kufika maeneo ya jimbo la Geita walifikia wapi? Mwaka 2017 tulipokuwa tukitafakari juu ya mwaka wa padri kiulimwengu, tulifika sehemu fulani tukatafuta ni mahali gani ambapo padri wa kwanza alitumbukia katika jimbo letu la Geita. Je, ni katika parokia ya kwanza kule Kome au ni mahali pengine popote? Kumbe wanahistoria wakasema hapana, kuna padri aliingia katika jimbo hili katika eneo hili la Msalabani. Aliitwa Padri Pierre Kumbarion, Mfaransa mmoja. Mwaka 1879 mpaka 81 hapo. 79 mpaka 81. Kwa hiyo alikuja maeneo haya. Walikuwa watatu, mapadri wawili pamoja na bruda mmoja. Historia hiyo ambapo wakati fulani tumepata shida sana kutana. Inasema wawili waliondoka, padri na yule bruda waliondoka. Lakini akabaki yule padri mmoja pia. Alikaa kwa muda ambao haujulikani. Hakuwahi kubatiza kwa kipindi alichokaa. Nadhani alikuwa anajiandaa. Na maandalizi tuliyoona ni hapo kama mnapoona hapa chini sasa. Kupita ni jiwe la kutoka hapa kwa hilo jiwe linalofuata. Hapo mbele yake kuna mawe alikusanya. Alikuwa amekusanya mawe mengi sana. Sisi tumeyafukia mengine. Mengi sana tusiwepo. Kwa hiyo tunahisi kwamba alikuwa anatafuta kujenga kanisa. Baadaye aliugua. Na katika kuugua wanasema alifariki. Huko alifanya kazi yote ile ya rekodi. Sasa kuna fasihi simulizi. Sio historia hiyo tena. Nanipata hapo. Fasihi simulizi zinasema alipofariki hawa watu wa hapa kwanza walipokelewa mapadri hao watu watatu walipokelewa na mtemi wa eneo hili aliitwa Roma Mzinza fulani. Akampokea, akampa eneo hili na eneo kubwa zaidi kutoka hapa. Kwa alipofariki yule mtemi akashauriwa na washauri wake kwamba mkimzika hapa nchi yako itachukuliwa na weupe. Ukizika tu kwenye ardhi yako hii nchi wazungu wanakuja kuchukua. Baadaye wakasema sasa tukamzika hapa. Wakapiga makasia. Wakaenda nyuma hicho kisio. Wakamtupa kule chini. Kumtupa sio kumzika. Kumtupa majini.
Sasa wanaendelea kusema walipomtupa kule, kesho yake walimkuta hapo chini ya fuko. Amerudi kwenye fuko. Alafu wanaendelea kusema walijaribu mara 2 au kama mara 3 wanamkuta hapo. Walichoamua kazani hapa kuna kitu hapa, tumzike tu. Kwa hiyo wakamzika kwenye fuko hizi ambazo mpaka leo haijulikani ni wapi, kwa sababu fuko hizi kuja zika maji yakaongezeka mwaka uhuru kule. Maji yalijaa, kwa hiyo pakafunikwa kule ambapo walimzika. Sasa baada ya kumzika, naamini kwamba walikuwepo baadhi watu walikuwa wameshaanza kufundishwa imani. Wakachonga msalaba, wakauweka hapa mlipo hapa. Ndipo tulipokuta sisi. Hapa, sio hapo. Usogeza pale kwa sababu ya jukwaa hili. Tafuta mahali hapo. Kwa hiyo wakachonga msalaba, wakausimika hapa msalaba. Msalaba hapa kuanzia pale pakaitwa msalaba. Watu wakawa wanaita msalaba. Ikawa kama alama fulani wale wanapotoka ziwani kule, kama anataka kuelekea upande huu au upande ule, wanalenga msalabani. Ni wapi msalabani? Ndio dira yetu. Kwa hiyo msalabani pakajulikana kwamba ni kama dira ya wote waliokuwa na safari kuja maeneo haya. Kwa hiyo pakajulikana msalabani. Basi tukabaki vile msalabani. Na historia ikawa kama imeishia pale msalabani. Watu wabaya, kama kuna mmoja amesema, sio kila wakati watu ni wema. Watu wasio wema wakaja wakauiba ule msalaba. Wakauiba, kimbia nao kwenda, sio walikuwa na mawazo gani. Lakini watu wema tena wakautafuta ule msalaba. Wakaenda wakaambulia kipande cha msalaba. Wakakileta kwa mfano. Kaunganishwa na mti mwingine. Ule msalaba ukaendelea kuwa. Mimi nimeletwa hapa mwaka 2007. Mwaka kesho natimiza miaka 20. Tangu nimeletwa mimi, na mimi nifika nasikia tu kuna eneo msalabani. Nasema nitakuja kwenda siku fulani. Mpaka 2017, hebu fikiria, nimekuja 2007. Mpaka 2017 nawaza tutakwenda. Akaja msaidizi wangu mmoja akapata interest. Msalabani. Akasema nimeenda kule, nimepaona eneo ni kama walishakunyang'anya sehemu zingine, wamenionyesha kwa eneo kadogo sana kalikuwa kanaisha hapa chini ya nyumba hii. Hapo kuja huko. Kuzunguka hiki eneo hicho. Ndio ilikuwa. Basi mimi nikamwambia endelea. Namtia moyo, endelea tu kushughulika nani. Akashughulika viongozi wa serikali kijiji, wakisema kwamba wanaweka alama sasa za eneo letu. Basi nikaona na interest sana. Ilipofika 2017 sasa, ndio ikaja wazo hilo kwamba tafute mahali ambapo hadi wa kwanza aliingia katika jiko la geti. Kama msalabani. Ndio kalileta huko. Kanileta huko kuja kuona. Nzuri hivi. Lakini ilikuwepo jiwe tu. Tena mashine ya hapo, kama mmeona hizo kuta za mawe. Ziko chini kule. Unajaza mawe chini sana. Na kifusi. Tafuta eneo tu ambalo tungeweza kuona. Kwa hiyo huyu padri historia yake ikawa ndio hivyo kwamba mwaka 2017 tukakubaliana kijimbo kabisa kwamba naomba tumwenzi huyu Marion katika eneo ambalo aliingia kwa mara ya kwanza na akaishi pale, mshaji wetu wa kwanza, mlango wa imani, alikaa hapo. Kwa hiyo tukasema tunaomba leuzi tufanye kwa sasa kituo cha hija cha kijimbo. Kwa hatuna sisi. Kwa hiyo mababa alikaa kubaliana kisha askofu na hatimaye kateuliwa sasa rasmi kuanzia pale tutakuwa ndio kituo cha kijimbo. Na mwaka huo tulikuja kila mwaka tunakuja tarehe sema juma la kwanza la mwezi wa 6 Ijumaa. Juma la kwanza la mwezi wa 6 Ijumaa kila mwaka
tunafanya hija. Kwa hiyo tulianza mwaka 2016 na 17 na leo ni mwaka wa 10. Na hija tarehe 5 na 6. Kwa hiyo tumekuwa tukija kuanzia mwaka 2017 tulianza kama watu 2000 lakini mpaka kufikia mwaka jana takwimu tulizokusanya nani wanatoka kona zote za jimbo letu la Geita wanakuja. Hija yetu ina kazi. Hija yetu inaanzia kule makao makuu ya parokia. Kwa sababu hapa miundo mbinu ilikuwa bado haijawa. Kwa hiyo ni shida kwa mahitaji ya kijamii kuweza kuhudumia watu hao wote. Kwa hiyo tukateua kwamba makao makuu ya parokia yawe ndio mahali pa kupokelea mahujaji siku ya Ijumaa. Wanashukia katika kijiji kimoja pale kabla hajafika pale kupeleka hiyo sanamu ya Mtakatifu Rita. Na kijiji kimoja kinaitwa Nyamtelela. Kwa hiyo wanajibu wote wanashukia pale. Wanatembea kwa mguu kilomita 6 kufika mpaka pale parokiani. Wakifika pale wanapokelewa na baba askofu. Na baada ya kupokelewa kuna kuwepo kuruhusiwa sasa kwenda kuona mazingira ya kuweka mizigo yao, kunywa chai. Baada ya hapo kuna kipindi cha masaa 2. Na hadi anaandaliwa kutoa mada ya masaa 2. Tunatengeneza kauli mbiu kila mwaka katika mkutano wa halmashauri ya kichungaji. Kauli mbiu inatengenezwa ya mwaka ujao. Kwa hiyo tunatafuta mapadi wa kuja kutoa semina kama hizo. Kwa hiyo padi wa kwanza atatangulia masaa 2. Baada ya hapo tunaenda kula chakula. Baada ya pale tunarudi kwa ajili ya sakramenti ya kitubio. Tangu saa 7 mpaka saa 9 watu wanafanya kitubio. Na baada ya hapo tunarudi mada ya pili ambapo ni masaa 2, 9 hadi 11. Baada ya hapo tunakuwa na masifu ya jioni na baraka ambayo 11 mpaka 12. Baada ya pale watu wanaenda kula mboga na saa 2 inapofika ndio tamasha la nyimbo kadiri ya ile mada ya mwaka ule. Tamasha la kijimbo. Kwaya za parokia zote zimekuwa zikiimba, lakini sasa hivi zimekuwa nyingi. Na parokia 36. Kwa tumekubaliana iwe nusu kuanzia mwaka huu. Kwa wanaimba mpaka saa 6 usiku. Tunafunga. Watu wapumzike saa 11 alfajiri. Na anza safari kuja hapa kutoka pale makao makuu. Nafika hapa, nashuka kuna kaeneo pale kwa chini kabla mjaanza kupanda kilima. Natembea kwa mguu na kuja kupokelewa hapa na baba askofu tena. Baada ya kufika hapa kuna misa sasa kuu, misa takatifu kama kilele cha hija yetu. Na baada ya misa hiyo kuna kutolewa rehema kamili na watu wanachukua na maji ya baraka na ujumbe mbalimbali unaokuwa umetayarishwa siku hiyo. Kwa sababu ni Jumamosi, kwa kufika kwenye saa 8 saa 9 watu wanatawanyika majumbani. Hatukutarajia kwamba tubaki kule Nyantakubwa miaka yote. Lengo ni kwamba wakati bado tuko Nyantakubwa huku tunatengeneza miundombinu. Ndio maana tukaona kwamba ili kituo kiweza kushamili, kwa sababu tulikuwa tunakuja mara moja, tunakuja ile asubuhi saa 8 mnaondoka. Kwa mwaka mzima hakuna mtu. Mwaka mzima mpaka inapofikia karibu hija inaanza ndio mnaleta sasa makundi kuja kufanya usafi na mambo mengine. Kwa tukaona kama kitakuwa ni kama kituo cha hasara kidogo. Kwa hiyo tukawaza kwamba tuweke taasisi ambayo inaweza kukilea hiki kituo. Kwa ndio maana mnaona hapo mlipopita hapo hiyo shule ya sekondari ya Bulana. Tunajenga hapo, tunajenga niko form 2 mpaka hapo hivi. Ndio tunajenga miundombinu yake ambayo itaweza kuwasaidia mahujaji. Maana tunakuja wakati shule zimefungwa. Kwa watakapokuwa wanafunga, sisi tunakuja sisi kama mhija tunayatumia majengo. Tunatumia Nyantakubwa kwa sababu kuna majengo kama haya. Kule kuna taasisi 2, na sekondari na shule ya msingi. Kwa hiyo kumbe lengo ni kwamba hija yetu itapaswa kuja huku moja kwa moja. Si kuanzia Nyantakubwa tena na kufika mpaka bali itakuwa kuja moja kwa moja. Mambo yote yanayofanyikia kule yatakuja yafanyikia hapa. Pale miundombinu itakuwa tayari. Hatujenga nyumba ya hostel kwa ajili ya mapadri
na nyumba hii hapo chini. Ndio nyumba ya mapadri. Tunaishi mle. Na hivi tulianza na hili jukwaa kwanza, alafu ikafuata hicho kichapel, kanisa kidogo kwa ajili ya mahujaji kama nyie, kwamba wakifika watahitaji kusali basi watumie hicho kanisa. Lakini pia wanaweza kuwa na chaplain, inakuja na mapadri na watawa. Kama wana padri wanaweza kupata mahali pa kulala. Wengine tutapata katika makweli. Ila kuna wengine sasa, kwa mfano tunapokuja wote, ni jimbo zima linakuja. Jimbo zima mapadri wote wanakuja, mashemasi, mafrateri. Sasa accommodation wakati fulani inakuwa ni ndogo. Ndio lengo letu la baadaye sasa, kujenga hostel kubwa kabisa, ambayo tutakapokuwa tunakuja moja kwa moja, basi tufike sehemu fulani wote wabaki hapa, hakuna anayetumai. Kwa hiyo ndio historia ya kituo chetu cha hii. Tunawashukuru sana kwa kukivumbua kwamba kipo katika ramani ya Tanzania. Tunawashukuru sana. Tunashukuru coordinator. Tunashukuru coordinator. Tumekuja kumpata juzi tu. Muda mwingi alikuwa anawasiliana na mtu asiyehusika. Lakini basi tunashukuru kwamba mmefika. Karibuni sana. Na tunazidi kuomba sasa katika maombezi yenu kwa Mtakatifu Rita Asha. Na sisi kuna matatizo pia, kwa sababu sija kuna matatizo kupata malengo. Kama ni mtakatifu anayeshughulikia watu wenye matatizo, na sisi tuna matatizo. Matatizo yaliyoshindikana. Sio tu matatizo. Hata sisi kujenga hostel imeshindikana. Kwa hiyo naomba maombezi yenu, kwa maombi yenu, basi huyo mtakatifu atuombee na sisi kwa kweli. Na hamu kituo chetu kufikia katika hali. Tuna mpango wa kuweka hizo grotto mbalimbali. Grotto ya Mama yetu Bikira Maria Mwombezi Mkuu, grotto ya hao mtakatifu huyo anayesikika kwa nguvu kabisa na kusaidia watu. Eneo bado lipo vituo vya msalaba, watu wakifika huko kufanya tanja za msalaba huko katika sala zao. Kwa hiyo bado tuna mambo mengi ya kufanya. Lakini tuliona tuanze na hilo la msingi, kuweka mazingira rafiki kwa mahujaji watakaofika katika maeneo yetu. Mazingira yetu ni magumu kidogo na krizi zaidi. Kuna fuko moja tu hapa, hata mtakapoenda usiogelee, kuna mamba. Usiogelee, tunaweka uzio. Kwa vijana wetu hawaruhusiwi kugusa ile maji kuogelea. Tunaweka uzio ili kusudi kuwazuia wasije kuwadhuru. Lakini pia tunaruhusiwa kwenda kuogelea ndani. Kwenda kuogelea. Kumbe yote hayo yako mbele yetu, bado tuna kazi ya kujenga kituo chetu. Tunamshukuru Mungu, kila mwaka kwa kweli tumekuwa na matokeo chanya ya uwepo wa kituo hiki, na tunaanza sasa kuona matunda. Ilikuja timu ya mapadre na watawa na watawa walikuja pia kwa ajili ya hija, na vikundi vingine vidogo vidogo. Lakini makundi ya lazima mengi ambayo yanakuja hapa ni makundi ya parokia hii. Kila wakati wanakuja sana. Kumbe tunaomba mtupelekee taarifa zetu pia katika majimbo yenu na parokia zenu, kwamba kuna kituo kama hiki. Watu wenye mapenzi mema wanaweza kutukumbuka katika ufalme wao. Kumbe mimi niwakaribisha. Tunakuja, nimemuuliza Father Mushi. Nimekumbuka Yesu aliposema leteni mabarasi mkachukue maji mjaze. Nikamwambia kwa nini nafikiri Yesu alikuwa hawezi kujaza tu yale maji akasema haya chukueni mnywe. Nikamwambia umeona tunakoenda unafanania kama Maria Rita. Unapanda. Na tunaanza kuona mawe tu. Sio kitu rahisi lakini tunapata imani zaidi. Inawezekana uponyaji wako huko hapa utakubwa. Si ndio jamani? Sasa mtaweza kusema hivi ni ule msalaba tu. Umeona tumesikia historia msalaba ulivyo na nguvu. Msalaba tena ukaunganishwa tena, yani ule umepotea lakini ukatafuta ukaja ule tena umeshavuviwa ukawa na nguvu ukaunganishwa.
Baba, ni kuahidi, tunaamini kabisa mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana atakusaidia sana. Aliko huko, yeye huko liko huko. Mpaka tunajiuliza yani. Mimi nikasema hii labda ni bahari walikosea wakaita ni ziwa. Yaani mpaka sasa hivi ninashangaa. Eneo kidogo. Kwa hiyo baba, yani na sisi tukasema hata tuliacha alama ya hata nisikia kuna mtu sio umejenga makanisa sasa hivi. Na ulikuwa ni mrefu. Ulikuwa pia na wenyewe ni dira. Wanasema waliweka wakataji, lakini kila wakikata kutumia zile shoka zinapotea mle ndani. Kwa hiyo mti ule ukaitwa Kamilansenya, yani ni kizinza, yani kimeza shoka. Kamilansenya, yani nayo meza shoka. Sasa waliukataje? Wanasema wamisionari walikwenda pale wakachukua na waamini wao wakasali huku unakatwa. Kwa hiyo walisali ukakatwa na hatimaye ukakatika. Ulipodondoka, basi simulizi za Kiongo anasema kishindo chake kilisikika hadi nchi kavu huku. Kutoka kisiwani mpaka huku walisikia ule mlio kishindo chake. Inawezekana basi mambo ni ya chumvi. Kwa hiyo ule mti ndio alikata, walitoa nguzo zote. Ukiingia katika ile kanisa ina nguzo kama 24 hivi. Zitoka pale, ziliwezeka pale. Bado mbao zingine zilibaki. Zikaenda kuwezeka kanisa fulani. La, wali identify kati ya makanisa makubwa. Ienda kusaidia pia. Na pia viti vilivyomo katika ile kanisa kutoka pale. Ya uongo. Hata mdogo wake huu mti, yani ni huu aina moja tu kote hapa. Ni mvule. Ni aina mvule. Mvule ipo Kongo. Ipo. Hata pale sasa pale parokia nipo. Baba, ulipata historia yake kana nini walipata baba uliziba nafasi? Walikata kwa ajili ya kutafuta mbao. Ipo umekomaa. Sasa utaenda mpaka wapi? Sasa kumekuwa ni shrine ya watu wengine. Mahali ambapo kwa